Ni kukaribishe sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yanayojiri katika anga za kimataifa. Hali ya usalama katika Mashariki ya Kati imeingia katika hatua mpya ya taharuki baada ya ndege za kijeshi za Marekani kutua rasmi nchini Israel, wakati kukiwa na maandalizi ya kile kinachoelezwa kuwa uwezekano wa shambulio dhidi ya Iran. Hii ni kwa mujibu wa Ynet News imeripoti taarifa hii. Siku ya Jumatatu, ndege za kijeshi za Marekani zinazotumika kusafirisha mizigo ya kijeshi pamoja na zile za kujaza mafuta angani zilionekana zikiwa zimeegeshwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion karibu na mji wa Tel Aviv. Hatua hiyo imechukuliwa kama ishara ya wazi ya kuongezeka kwa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo nyeti. Ingawa serikali ya Israel haijatoa tamko rasmi kuhusu uwepo huo, vyanzo vya kimataifa vinaeleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya maandalizi ya pamoja kati ya Washington na Tel Aviv, ikiwa hali ya mzozo na Iran itageuka kuwa mapambano ya wazi. Wakati huo huo, manuari kubwa ya Marekani ya kubeba ndege za kivita USS Gerald R. Ford imeonekana karibu na kisiwa cha Crete katika bahari ya Mediterania. Manuari hiyo, ambayo ni miongoni mwa zenye uwezo mkubwa zaidi duniani, ilitumwa kutoka eneo la Caribbean na sasa ipo karibu zaidi na Mashariki ya Kati. Ripoti zinaeleza kuwa moja ya majukumu yake makuu ni kusaidia kuilinda Israel endapo Irani itaamua kujibu kwa mashambulizi ya makombora au mashambulizi kupitia makundi ya washirika katika eneo hilo. Katika hatua nyingine ya tahadhari, takribani raia 50 wa Marekani pamoja na familia zao wamehamishwa kutoka Lebanon. Uamuzi huo unaonekana kuwa wa kujiandaa mapema iwapo hali ya usalama itazorota ghafla. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameibuka na kauli ya tahadhari akisema, hakuna anayejua kesho italeta nini, lakini sisi tumejipanga kwa hali yoyote. Kauli hiyo inaashiria kuwa Israel inaona uwezekano wa hali kubadilika haraka na kuingia katika mzozo mpana zaidi. Mvutano kati ya Israel na Iran umeongezeka katika wiki za karibuni, huku Marekani ikiendelea kuonyesha msimamo wake wa kuunga mkono usalama wa Israel. Washington imekuwa ikisisitiza kuwa haitaruhusu Iran kupata silaha za nyuklia, jambo ambalo Tehran imekuwa ikilikanusha kuwa inalenga kutengeneza silaha hizo. Iwapo shambulio lolote litatokea, wachambuzi wanaonya kuwa huenda likasababisha majibu ya haraka kutoka kwa Iran au makundi yanayoungwa mkono nayo kama vile Hezbollah nchini Lebanon au makundi mengine katika Syria na Iraq. Hali hiyo inaweza kupelekea vita kupanuka na kuathiri usalama wa eneo lote la Mashariki ya Kati. Kwa sasa macho ya dunia yameelekezwa Washington, Tel Aviv na Tehran. Swali kubwa linalobaki, je, hii ni nguvu ya kuzuia vita au ni maandalizi ya mapambano makubwa zaidi? Uwepo wa ndege za kijeshi za Marekani nchini Israel ambazo zinatumika kusafirisha mizigo ya kijeshi pamoja na zile za kujaza mafuta angani kuonekana kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion karibu na mji wa Tel Aviv unaashiria hatua za Marekani kuzidi kujiandaa dhidi ya taifa la Iran, huku vitisho vikiwa ni vya kiasi kikubwa sana kwa hivi sasa, kwa sababu kila sehemu wamekuwa wakijiandaa na uwezekano wowote wa shambulizi kutoka Marekani au hata lile ambalo litatoka Irani. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi endelea kuungana nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.